mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Basi muombeni Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi katika mavuno yake. Akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu, wawatoa na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Akawaambia, afadhali shikeni njia kuwaenenda kando walikotoka wa nyumba ya Israeli, na katika kuenenda kwenu hubirini mkisema, Ufalme wa mbinguni amekaribia. Pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mpata bure, toeni bure. Injili ya Bwana. Tunapoadhimisha juma hili la vyama vya kitume, tunaalikwa kutafakari neno la Mungu ambalo linaweza kutusindikiza katika tafakari yetu ya juma hili. Katika masomo haya, somo la kwanza tumesoma nabii Isaya sura ile ya 30 aya ya 19 hadi 21 na kuendelea mpaka 26. Na Injili tumesoma sehemu ya mwishoni ya sura ya 9, halafu na sehemu ya mwanzoni sura ya 10, ambapo Yesu anawatuma wanafunzi wake. Kwa ujumla, tunazitazama huduma za kanisa kama mwendelezo wa huduma za Mungu mwenyewe, na huduma ya Mungu kama anavyojitambulisha kwetu ni kutuonea huruma sisi wakosefu. Tunaposoma sehemu ya sura ya 9 ya Mathayo, hata kabla ya ile sura ya 10 Yesu anapowatuma wanafunzi wake, tunaona kwamba Mungu anajifunua kwetu sisi, anafunua huruma yake wanaoteseka na wanaohuzunika. Hao ni akina nani? Tunawaona anawaponya wanaotokwa na damu, anawaponya vipofu, anawafufua wafu, anawaponya gugu. Na leo kwa namna ya pekee wale wasio na wachungaji anawahurumia. Anapowatuma mitume katika hotuba hii, ni hotuba ambayo tunaweza kuita hotuba ya kimisionari. Hotuba ya kimisionari kwa sababu ya kutumwa, kupelekwa. Lakini hafanyi jambo jipya. Tunaporejea katika Agano la Kale, tunaweza kuona utume huu wa hawa mitume
unafuata, tungeweza kusema mjengo ule ule wa kutumwa kwa Musa katika Agano la Kale. Na Musa alitumwa na Mungu. Tunasoma kitabu kile cha Kutoka sura ile ya 3. Kuanzia pale mwanzoni aya ya kwanza hadi sura ya 4 aya ya 17. Ni sehemu ndefu majadiliano ya Musa na Mungu, namna anavyomtuma, lakini yale ambayo Musa anayapitia. Lakini Mungu anapomtuma Musa anamwambia, ninayaona mateso ya Waisraeli. Ninayaona mateso ya Waisraeli. Na hivi nasisitiza kwamba utume wa hawa wanafunzi wake hawa 12 ni mwendelezo wa utume ule wa Agano la Kale, kwa sababu Yesu anawahurumia wanaoteseka na kuhuzunika, anawahurumia hawa ambao ni kama kondoo wasio na mchungaji. Waliopotea wa nyumba ya Israeli ndio ambao mitume wametumwa kuwaendea. Tunaposoma sehemu ya sura ya 10 ya Mathayo, hawa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli ni lazima wapatikane, vinginevyo hawatatimia 100, kama tunavyosoma sura ya 15 ya Luka. Mfano wa shilingi ile iliyopotea katika shilingi 10. Mfano wa kondoo aliyepotea katika kondoo 100 na yule mwana mpotea. Ingawa sasa hivi tunasisitiza kwamba huu msamiati wa kupokea katika maandiko matakatifu sasa kwa nyakati hizi umepewa jina tofauti na msamiati umebadilishwa, kwamba shilingi iliyopatikana, kondoo aliyepatikana, mwana aliyepatikana. Ambapo kihistoria tunasema shilingi iliyopotea, mwana mpotevu na kondoo aliyepotea. Lakini katika dhana hiyo hiyo, iwe amepotea iwe amepatikana, ni dhana yetu sisi kwamba hao wasipopatikana, hiyo idadi ya 100, hiyo idadi kamili haitakamilika. Kwa hiyo kutakuwa na kasoro. Hawa kondoo waliopotea kwa nyumba ya Israeli lazima wapatikane, vinginevyo hawawezi kutimia kuwa 100 au idadi kamili. Na hivyo basi jumuiya ya wokovu hii ya Kikristo itajengwa na watu wa mataifa yote, ndio tafsiri yake. Kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Nyumba hiyo ni kubwa. Taifa la Israeli kama teule, kama mahali pa kufikia, lakini lengo lake hiyo jumuiya yote ya wokovu pamoja na Waisraeli wenyewe. Hiyo jumuiya inajengwa na watu kutoka mataifa yote, na ndipo idadi itakapotimia. Ufalme wa mbinguni umekaribia. Hilo ndilo tangazo lenyewe, kwamba mwatangazie watu ufalme wa mbinguni umekaribia. Hilo ndilo tangazo. Mkawatangazia hao kondoo waliopotea kwa nyumba ya Israeli. Kukaribisha, muwakaribishe kwa tangazo hilo. Kukaribisha ni kuwapokea wengine, kuwapokea wengine, kuwapokea wageni, kuwapokea watu kutoka mataifa yote, ili tujenge hiyo jumuiya ya wokovu. Kwa wakaribisheni, wapokeeni. Ni tendo, ukienda ndani zaidi, ni tendo la kutamadunisha.
hiyo dhana ya kupokea na kukaribisha ni tendo la kutamadunisha kile unachokishikilia, kile unachokifahamu, kile unachokiamini, ulichofundishwa. Sasa unakitamadunisha kwa kuwakaribisha wengine, kwa kuwakaribisha wageni ili tuwe pamoja. Hii ni kazi kubwa tuseme, hiyo ya kutamadunisha, kukaribisha wengine katika tangazo kwamba ufalme wa mbinguni umekaribia. Ni kazi kubwa kwa waliokabidhiwa kazi na wajibu wa kutangaza Injili. Sisi ambao tumekabidhiwa hilo jukumu, huo wajibu na hiyo kazi ya kutangaza Injili, ambayo tangazo lenyewe kwamba ufalme wa mbinguni umekaribia. Tunatamadunisha ili kiwe chetu sote, ndio maana ya kutamadunisha. Kiwe chetu sote, sote tumiliki. Ninyi vyama vya kitume ambao juma hili ni lenu, na hayo ambayo mmeandaa hapo, unapofika unaona kwamba mazingira ya chama hiki na kingine ni tofauti. Kila mmoja anajitangaza. Kutangaza kwa maana kwamba na wengine waje tuwakaribishe, wajiunge nasi, wajue lakini pia sisi ni akina nani. Lengo sote tumiliki hiyo kazi na huo utume wa kanisa, kutangaza Injili, ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa hiyo wao na sisi tumiliki, kiwe chetu sote, kisiwe chama cha wachache au sisi tu wawili, watatu au 10, kiwe chetu sote. Na zoezi hili ndilo ambalo tumedumu nalo kwa mwaka mzima toka tulipozindua jubilei ya miaka 25 ya parokia yetu ya Mavurunza. Yote tuliyoyatenda, lengo kila muamini wa Mavurunza awe mmiliki wa historia hiyo ya imani, awe mmiliki wa adhimisho hilo la jubilei ya miaka 25 ya parokia. Leo tumeenda huko na huko na huko na huko. Ufalme wa mbinguni umekaribia. Baraka ya Mungu imetufikia. Tumefika miaka 25. Sasa lazima tuiadhimishe. Kwani tangazo kwa kila muamini, lakini lengo sote kwa pamoja ndio tujenge hiyo jumuiya ya wokovu inayojengwa na mataifa yote. Kila mmoja wetu aelewe, aeleweshwe, ahamasishwe na ahamasike ili ajiunge. Sote kwa pamoja tusimame na tutangaze na kukiri hiyo baraka na neema ya Mungu tuliyojaliwa katika miaka hiyo 25 ya parokia yetu, miaka 25 ya imani. Na kwa sababu hiyo sote sasa tutakuwa wamiliki. Tunaelewa, tunaamini, tumehamasika, tuna furaha. Sote tunakuwa wamiliki kwa jambo hilo moja. Ndio zoezi ambalo tumelifanya kwa mwaka mzima, na ninyi vyama vya kitume mnaendeleza zoezi hilo ili kiwe chetu sote. Na kwa sababu hiyo tunapowakaribisha wengine, tunapowatangazia wengine wajiunge na sisi, hapo tunapata changamoto. Naona hata haya ambayo tayari tumeyapenda, watu wanaketi, wanajadili, huyu anasema hiki, huyu anasema hiki, tufanye hiki, haiki tuache, ili kufanikisha hicho mnachotaka kufanya. Iwe kushona sare, iwe sijui nyimbo zile za jubilei, iwe kwenda hija, kama sijui kuita kutanika hapa kwa adhimisho la misa la wagonjwa, ndoa, sijui batizo, yote tuliyoyafanya tulipaswa kuketi na kujadili, kutoa mawazo, ili tunapowashirikisha waamini wote, sote sasa tuweze kulimiliki na kujua kwamba
hiki tunapaswa kukitenda hivi, basi tulisimama wote tunaenda kutenda. Shughuli hiyo ni kubwa, na nimetangulia kusema kwamba tunaweza kutumia msamiati kwamba tunatamadunisha, ili kila mmoja akifanye kuwa chake na kwa pamoja kiwe chetu sote. Maana yake unapoingia katika mtamadunisho, mchakato wa kufanya kitu kiwe chetu sote, utakutana na changamoto. Utamadunisho na kutamadunisha au kukifanya kitu kiwe chetu sote ni matunda ya mazungumzo makini. Matunda ya mazungumzo makini. Na juma hili unaona vyama vya kitume vimejiandaa. Kwa hakika vimekuwa vikijadili tufanye nini, tuoneshe nini, tuseme nini, tuweke nini. Kwa mazungumzo makini. Chochote unachotaka kukimilikisha kwa watu, kukitamadunisha kwa watu, kuwakaribisha watu wakione kuwa ni chao, wanakimiliki, lazima kuingia katika mchakato wa mazungumzo makini. Chama cha kitume si cha kukimiliki kwamba ni changu au chetu sisi wawili au watatu. Hapana, kwa sababu ni vyama vya kanisa, kwani vyetu sote. Tunapaswa basi, ili kuvijenga, kuviendeleza, kuwakaribisha wengine, lazima tuingie katika mchakato wa mazungumzo. Na mazungumzo yenyewe si yoyote yale, mazungumzo makini, kuhoji, kutathmini kwa kina, na kila mmoja anakuwa tayari kupokea, anakuwa tayari kujirekebisha, kuondoa yasiyofaa na kukaribisha yale ambayo yanatija, yana faida katika chama chetu cha kitume, katika uenezaji wa hiyo Injili ya Yesu Kristo. Lazima tufikie hatua hiyo. Kwa hiyo ni matunda ya mazungumzo makini, mazungumzo yenye kukaribisha wengine, mazungumzo yenye kutafakari na kupokea moyoni hiyo Injili ya Yesu Kristo. Tusipofikia hatua hiyo au upeo huo wa kufikiri na kuyatazama haya tunayoadhimisha katika mwaka huu, basi wengine wataachwa nyuma. Na wakishaachwa nyuma, hao wataanzishwa sasa majadiliano ya pembeni, na hayo sasa yanakuwa manunguniko, kelele tu au mzozo tu fulani, kulaumu wengine. Lakini tukipitia katika mchakato huu vizuri, kila mmoja anakuwa mmoja na miongoni mwetu, tunaenda sote kwa pamoja. Mara nyingi tunapoona mgawanyiko, kelele, mzozo wa huko na huko, basi ujue kuna mahali hayo mazungumzo hayakupewa nafasi, hatukuyatafakari vizuri na watu hawakukaribishwa. Kwa tunahamasishwa sisi vyama vya kitume, lakini na wanakanisa wote kwa ujumla, mara zote lazima tujifunze kufungua milango, halafu kuyaelewa yale tunayoyatangaza vizuri kwa kina, na pasipo kuyapindisha, tuyachukue hivyo tuyafikishe kwa wengine, tuwakaribishe wengine, ili wao pamoja na sisi tuweze kujenga hiyo jumuiya moja ya wokovu ambayo inajengwa na watu wa mataifa yote, kwamba ufalme wa mbinguni umekaribia. Na hivi Yesu anawaagiza wanafunzi wake nini waende na nini watende huko wanakoenda, na mtoe bure. Bure maana yake pasipo malipo, pasipo ada, kwa sababu ninyi
mmepewa bure. Pozeni wagonjwa, wafarijini watu. Na hiyo ndio kazi ya Injili, ipenye katika mioyo ya watu. Huruma kwa wanaoteseka, huruma kwa wanaohuzunika, huruma kwa wagonjwa, kwa neno la faraja, neno la kitulizo. Lakini hiyo pia ni sifa ya kiongozi. Kwa hiyo ninyi mnapo hamasisha hivyo vyama vya kitume, ninyi ambao mnahamasisha, mnasimama pia katika nafasi ya viongozi. Ninyi sasa ni viongozi. Sifa mojawapo ya kiongozi ni hii, kukaribisha wengine. Kwa pamoja tutafakari ili tuweze kuwaongoza vyema na kuyashika yale ambayo tunayaamini na tumefundishwa, ili tuweze kuyarithisha kwa wengine. Tusipokaribisha hayo yakawa katika mioyo yetu sisi wenyewe, basi tutaingia kwenye mafarakano na fujo na ghasia. Kwa hiyo tunahamasishwa sisi kama vyama vya kitume, ni viongozi wa hao wengine ambao tunawahamasisha. Kwa hiyo tuzungumze nao, tujadiliane nao na kupepesa macho huko na huko, kuangalia changamoto zinazotuzunguka. Hilo ndilo jukumu kubwa la kanisa, na ndipo hapo tangazo hilo linakuwa na msingi kwamba kweli tunatangaziwa ufalme wa mbinguni umekaribia. Tujumuike pamoja nao, tuzungumze pamoja nao, wao na sisi tujenge jumuiya moja ya uokovu, na lengo hasa ni kufikia huo wokovu, kufikia hiyo karamu ya uzima wa milele kule mbinguni, ambayo Yesu mara nyingi ametuahidia kwamba ametuandalia. Kwa hiyo tunatumwa kama mitume walivyotumwa, lakini mitume hawakuwa wa kwanza. Kina Musa walishatumwa toka enzi hizo. Mungu alishayaona mateso ya Waisraeli, na kwa sababu hiyo katika jamii zetu, katika utume wetu, tusisahau kuwa sauti ya faraja, sauti ya matumaini, sauti ya huruma inayowaunganisha watu, inayowaponya watu. Si kuwa sauti ya mateso, sauti inayoamsha manung'uniko, inayoongeza huzuni na mateso mioyoni mwa waamini. Tuwe sauti ambayo inaleta matumaini na faraja. Ndugu zangu wapendwa, tumeitwa kutengeneza njia ya Bwana, kwa kuwa hatuwezi lolote pasipo nguvu na neema zake. Tupeleke maombi yetu mbele yake. Ee Baba mtoaji wa neema zote, uamshe katika vijana wetu miito ya upadre na utawa, ili tupate wahudumu wengi wa kanisa lako. Ee Bwana, uwajalie makatekista wetu nguvu na bidii katika kazi yao ya uchungaji. Ee Bwana, uwape wachungaji wetu walio wagonjwa na wazee nguvu na afya ya kukutumikia wewe hata katika ugonjwa na uzee wao. Ee Bwana, uwatie nguvu mpya wachungaji wote waliolegea na kuacha mwisho wao. Ee Bwana, uwapokee katika utukufu wako marehemu wote waliomaliza nguvu zao katika kukuhubiri wewe. Ee Bwana. Baba, tunaomba hayo yote kwa jina la mwanao Yesu Kristo, anaishi na kutawala nawe milele na milele.
twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa ushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Ee Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu leo, Askofu Mkuu Juda Tadeo Ruwa'ichi, askofu msaidizi na wakleri wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia kwa tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili ushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amani na waachieni, amani yangu nawapa.
katika matendo. Kwanza ni mshukuru sana Baba Paroko kwa homilia ambayo imeelezea kabisa umuhimu wa tukio la leo na kwa siku hizi 3 za wiki ya Mavurunza. Ninaamini tumesikiliza vizuri, tumesikia vizuri. Siku hizi 3 zinatuelekeza kujiandaa kuishi maisha ya kijubilii baada ya mwaka ule wa jubilei. Kupitia vyama vya kitume tutaweza kuyaendeleza haya ambayo tumeyafanya katika kipindi hiki cha mwaka mzima tulipokuwa tunaadhimisha jubilii ya miaka 25 ya parokia. Kwa hivyo tunaendelea kuwaomba kila mmoja apite kwenye haya mabanda na kupata maelezo na uamue unaingia katika chama kipi cha kitume, ili kupitia chama ambacho utakuwa umeingia kikusaidie kuyaishi maisha ambayo tumejifunza na tumeishi katika kipindi hiki cha jubilii ya miaka 25 ya parokia yetu. Tunapokuwa tunaelekea kufikia kilele cha jubilei, Baba alishatutangazia kilele kitakuwa mwezi wa kwanza tarehe 10 ya mwaka ujao. Ni siku kama mwezi mmoja tu umebaki. Kwa hivyo hatutakuwa na matukio mengine zaidi ya kiujumla ya kiparokia kabla ya kukifikia kilele. Lakini kama parokia tunaendelea sasa na maandalizi ya siku ya kilele chenyewe. Tunatarajia siku ya kilele itakuwa ni tukio kubwa la kiparokia. Tunatarajia kuwa na wageni wengi wanaotoka ndani ya jimbo letu la Dar es Salaam na huenda wengine wakatoka nje ya jimbo la Dar es Salaam. Kwa hivyo ni vizuri kwamba sisi wenyewe tukajiandaa vizuri katika siku hiyo. Tunaomba kwetu sisi waumini, wakati Baba anatuandalia lile tukio lenyewe, lakini nasi yapo ambayo yanatupasa kujiandaa. Mojawapo ni muonekano wetu wa siku ile. Tunapenda siku hiyo kila mmoja aonekane katika lile vazi la jubilei. Tunacho kitenge cha jubilei, lakini pia tunazo t-shirt. Kwa hiyo utaamua mwenyewe siku hiyo unataka uwe katika muonekano upi. Nipende kuwatangazia kwamba vitenge bado vipo, lakini si vingi sana. Tumewashirikisha waumini wenzetu katika parokia jirani zile ambazo zilitokana na sisi Mavurunza. Wamevichangamkia vitenge vyetu. Tumebaki na jozi 140 pekee, na bado wanaendelea kuja kuzichukua. Kwa hiyo tunawaomba sisi tulioko hapa parokiani tuchangamke kuzichukue zile jozi, zisije zikaisha halafu tukakosa vazi la siku ile ya kilele. Lakini upande wa t-shirts hatuna t-shirts za kutosha. Nia yetu ni kwamba tutengeneze t-shirts zingine, lakini kwa sababu hatujui nani anavaa t-shirt ya size gani au anapendelea rangi gani, tunawaomba basi tuweke order ofisi ya mratibu wa parokia. Wewe nenda tu pale ofisini kwake, mwambie mimi nahitaji t-shirt ya ukubwa huu. Tukishapata zile order za kila mmoja, tutafanya utaratibu wa kuprinti t-shirt zingine za jubilei. Kwa nawaomba, hayo ni maandalizi binafsi ambayo kila mmoja azingatie. Upande wa vyama vya kitume, siku ile ya kilele tunatarajia kwamba tuwe na burudani kutoka kwenye vyama vya kitume. Kwa hiyo tunawaachia hilo jukumu la ninyi pia kujiandaa, halafu mlete taarifa kwamba sisi tutakuwa na burudani ili tuweze kuwaingiza katika ratiba. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa siku ya leo tutakuwa na matukio ya siku nzima. Tumeanza na adhimisho hili la misa takatifu. Baada ya baraka tutatoka, tutaelekea pale nje juu. Kuna sehemu ambao
Alama ya jubilei itawekwa kwa kupanda mti wa jubilei, na mti huu utapandwa na baba paroko. Kwa hiyo tunawaalikeni nyote, tukitoka tuelekee pale juu tukashuhudie uwekaji wa alama hiyo ya jubilei ambayo itakuwa ni alama ya kudumu katika parokia. Tukishakamilisha kupandwa kwa mti wa jubilei, tuna mabanda ya vyama vya kitume, lakini ninaomba kuna banda la kwanza kabisa ambalo ni la utume wa UFATA. UFATA haufahamiki kwa wengi, lakini ni utume ambao unatufunulia mpango wa Mungu katika uumbaji. Na kwa vile Mungu katika mpango wake anatushirikisha katika utaratibu wa uumbaji, ni vizuri kila mmoja, baba, mama, tukaufahamu huo utume. Kwa hivyo baada ya kupanda mti, tunawaomba tutapata maelezo kwa kifupi kutoka lile banda, ili tuelewe ni kitu gani ambacho wametuwekea pale, na tutakaporudi sasa kuendelea kupita kwenye mabanda tuweze kutembelea kwenye lile banda na kupata maelezo kwa kina. Kwa hiyo tutapata maelezo kwa ufupi kutoka utume wa UFATA. Baada ya maelezo ya UFATA, basi tutasikiliza wimbo walau mmoja wa jubilei ambao utaimbwa na wenzetu wa UFAKATA, na Tumaini wamejiandaa. Watatuimbia wimbo mmoja wa jubilei. Baada ya ule wimbo wa jubilei, tutaondoka wote kuelekea kwenye kanisa letu jipya. Tunaenda kwenye kanisa jipya kwa sababu ni mojawapo ya alama ambayo tunabaki nayo kama kazi tuliyoifanya katika kipindi cha miaka 25 ya parokia yetu. Lakini vile vile tuende tukaone kazi ambayo imebakia, ili tuendelee kushirikiana katika kukamilisha alama hiyo kuu ya miaka 25 ya jubilii ya parokia yetu. Tukitoka kwenye kanisa jipya, basi tutarudi katika mabanda. Tutaendelea kutembelea sasa mabanda ya kila chama cha kitume, tupate maelezo, kusikiliza kwa umakini, na hatimaye tuweze kufanya maamuzi tunaingia katika chama kipi cha utume. Na hilo zoezi litaendelea mpaka hapo saa za alasiri za jioni ambapo tutafunga, lakini tutaendelea utaratibu huo siku ya kesho. Vile vile mabanda yataendelea kuwepo kwa waumini wote kuendelea kupata maelezo. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Asanteni sana. Jubilei ya miaka 25 ya